Habari za muda huu mtazamaji wetu wa Suza TV. Leo hii tuko na mwalimu kutoka skuli ya St. Lugembe ambaye atajitambulisha na atatuambia dhumuni lake la kufika hapa leo hii. Mwalimu, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Nawashukuru pia timu ya chombo cha habari hii kunipa nafasi nzuri kabisa ya kuweza kuzungumza machache kuhusu masuala ya kitaaluma. Jina langu naitwa Madamu Kwimba Mahega, ni mwalimu na mwakilishi wa shule ya sekondari St. Lugembe. Leo napenda kuzungumza nanyi kuhusu nidhamu ya wanafunzi shuleni. Mwalimu, kwa kuanzia kabisa, ningependa utuambie nidhamu kwa wanafunzi ina maana gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Tunapozungumzia swala zima la nidhamu ya mwanafunzi, tunamaanisha uwezo wa mwanafunzi kuweza kufuata sheria, kanuni na maadili ya kishule na kijamii kiujumla. Tunapozungumzia nidhamu, hatumaanishi kwamba nidhamu ni adhabu, bali ni malezi na mchakato wa kumjenga mwanafunzi awe ni raia mwema, mtu mwenye heshima, pia kumfanya awe mwajibikaji katika shughuli zote za kishule kuhusu kitaaluma na shughuli mbalimbali za kijamii. Sawa. Na unadhani ni kwa nini nidhamu ni jambo la msingi sana katika shule zetu? Asante sana ndugu mtangazaji. Nidhamu ya wanafunzi ni mchango mkubwa sana katika kuinua maendeleo ya kitaaluma shuleni. Kwanza kabisa, nidhamu ikiwa njema au kukiwa na nidhamu nzuri ya wanafunzi, tunawafanya wanafunzi wawe na uwajibikaji binafsi. Namaanisha nini? Namaanisha kwamba mwanafunzi anakuwa huru na mjasiri katika kuwajibika katika masuala mbalimbali ya kitaaluma na katika masuala mbalimbali ya kimaendeleo katika jamii. Lakini pia nidhamu ni muhimu kwa sababu inapunguza migogoro kati ya wanafunzi kwa wanafunzi au wanafunzi kwa walimu, hivyo kupunguza tabia hatarishi mashuleni na katika jamii kiujumla. Pia nidhamu ni muhimu kwa sababu inasaidia kupunguza tabia au kupunguza maadili mabovu katika jamii. Kwa sasa unahisi mashuleni kuna changamoto gani za kinidhamu? Asante sana ndugu mtangazaji. Pamoja na juhudi kubwa zinazofanywa mashuleni, lakini bado tunakumbana na changamoto mbalimbali za kinidhamu, ikiwemo utoro wa wanafunzi shuleni. Hili limekuwa ni tatizo kubwa sana au changamoto kubwa sana ya kinidhamu, kwa sababu unakuta mwanafunzi mwingine anakuja shuleni mara moja kwa wiki au mwingine mara mbili kwa wiki, mwingine haji kabisa, au hata kama akija hahudhurii vipindi madarasani, mwingine anahudhuria kipindi kimoja tu kwa siku. Hiyo inakuwa ni changamoto sana. Lakini changamoto nyingine ya kinidhamu ni kutowaheshimu walimu na viongozi wa shule. Siku hizi wanafunzi wamekuwa na nidhamu dhoofu, hawawaheshimu walimu wao na viongozi pale wanapopewa maelekezo fulani. Kwa hapo inakuwa hakuna tofauti ya mwalimu na mwanafunzi au kiongozi wa shule na mwanafunzi. Lakini pia changamoto ingine kubwa kabisa ni wanafunzi kushindwa kuzingatia sheria na kanuni za shule. Kwa mfano, sheria ya shule inasema kwamba mwanafunzi avae tai, shati achomeke vizuri, sketi ndefu kwa upande wa mwanafunzi wa kike. Hivyo unakuta mwanafunzi hajavaa tai au hajachomeka au amevaa sketi fupi. Kwa huo ni utovu wa nidhamu au kushindwa kuzingatia kanuni na sheria za shule, hivyo inapelekea changamoto katika swala zima la nini? La kinidhamu. Lakini pia kuna matatizo au changamoto la lugha chafu na tabia mbovu za ukaidi wa wanafunzi kwa walimu na viongozi wa shule. Pale mwanafunzi anapoelekezwa jambo fulani na mwalimu au na kiongozi wa shule, wanakuwa wakaidi kweli.
Kwa hiyo pia inapelekea changamoto kubwa sana katika swala la kinidhamu shuleni. Mwalimu, hivi punde tuliongelea kuhusu changamoto za kinidhamu zilizokuwepo mashuleni. Sasa ningependa utuambie sababu zinazopelekea hizo changamoto za kinidhamu mashuleni. Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna sababu nyingi sana zinazopelekea au zinazochangia changamoto za nidhamu shuleni. Nitaelezea kama ifuatavyo. Cha kwanza, malezi duni ya mtoto au mwanafunzi nyumbani. Pale wazazi wanaposhindwa kumlea mtoto vizuri au kumfundisha maadili mema, akija huku shuleni anakuwa tayari hana msingi wa maadili mema. Kwa mfano, kama hajafundishwa utii nyumbani, anashindwa kuwatii hata wazazi wake. Akija shuleni pia lazima aendeleze tabia yake ya nyumbani, kutowatii wazazi, hata kutowatii walimu. Sababu ingine pia inayopelekea changamoto za kinidhamu shuleni ni athari za marafiki na makundi rika. Kwa mfano, mwanafunzi mwingine anatoka kwa amefundishwa maadili mazuri kabisa, lakini anaporejea shuleni anakuja kuwa na marafiki ambao sio wema, marafiki ambao wana tabia sio nzuri. Kwa hiyo inampelekea yeye kuwaiga ile tabia yao ambayo sio nzuri, hivyo inaleta changamoto katika swala zima la kinidhamu. Sababu ingine inayopelekea changamoto la kinidhamu ni matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Hatuzuii kutumia mitandao ya kijamii, lakini ni jinsi gani tunatumia hiyo mitandao ya kijamii. Watoto wetu siku hizi wanatumia vibaya sana mitandao ya kijamii. Kwa mfano, unakuta mtoto ameingia kwenye YouTube au download magame, yuko tu muda wote na magame. Kwa anapoteza muda wote katika kucheza hayo magame au kuangalia video ambavyo vingine sio hata nzuri. Kwa hiyo zinampelekea yeye kushindwa kufanya mambo ambayo ya muhimu ambayo alipaswa afanye kwa muda mwafaka na mazingira sahihi. Ndio unakuta mwanafunzi amechelewa shuleni au umekuta amejiandaa haraka haraka na sahau tai, hivyo inapelekea changamoto ya kinidhamu shuleni. Pia sababu nyingine inayopelekea changamoto ya kinidhamu shuleni ni kudhoofika kwa maadili ya kijamii. Tunasema kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka. Pale mtoto anaiga tabia kutoka kwenye jamii. Pale nyie watu wazima au jamii inavyokuwa haina maadili mema, vile vile na mtoto anaiga hayo maadili, kama sio mema atapeleka shuleni hayo maadili ambayo ameiga kutoka kwenye jamii yake, hivyo kupelekea tatizo zima la udhoofishaji wa nidhamu shuleni. Lakini pia sababu nyingine ni ukosefu wa ushauri na nasaha mashuleni. Walimu kama walimu inatakiwa wao wenyewe watengeneze baraza la ushauri, kuwashauri wanafunzi pale wanapokuwa na nidhamu mbovu. Pale mwanafunzi unapomwona kabisa kwamba amedhoofika kinidhamu, basi natakiwa hilo baraza ambalo limetengenezwa kwa ajili ya kushauri wanafunzi wafanye wamshauri mwanafunzi ili aweze kuimarika kinidhamu. Hizo ni baadhi ya sababu ambazo zinapelekea changamoto za kinidhamu shuleni. Kwa kuendelea, ningependa utuambie mchango wa shule na jamii kwa ujumla katika kukuza nidhamu za wanafunzi mashuleni. Asante sana ndugu mtangazaji. Shule, jamii na wazazi kiujumla wana jukumu kubwa sana katika kujenga na kuimarisha nidhamu ya wanafunzi shuleni na katika jamii kiujumla. Cha kwanza, jukumu la shule kama shule inatakiwa iweke kanuni na sheria zinazoeleweka na zilizo wazi kwa mwanafunzi. Kingine, shule lazima itoe elimu ya kimaadili na uraia wa mwanafunzi. Sio kwamba mwalimu akiingia darasani afundishe masomo ya darasani tu, lakini pia anapokuwa darasani afundishe ni jinsi gani mwanafunzi anatakiwa awe na maadili mema, mwanafunzi anatakiwa awajibikeje katika masuala ya mazima ya kinidhamu au kula akiwa nyumbani. Kitu kingine, lazima huduma zitolewe
huduma za ushauri nasaha, walimu au wazazi au jamii kiujumla lazima iwe inawashauri watoto au wanafunzi kuwaweka katika ile misingi ya kinidhamu. Lakini pia inatakiwa mwanafunzi au mtoto alelewe vizuri kutoka kule nyumbani, kama tulivyosema mwanzo kwamba pale panapokuwa na ukosefu wa malezi bora kutoka nyumbani inasababisha udhoofishaji wa nidhamu ya mwanafunzi. Hivyo mzazi kama mzazi inatakiwa amlee mtoto vizuri ili apate kuwa na nidhamu iliyo bora. Lakini pia jamii kama jamii inatakiwa iwe mfano bora kwa watoto. Tunajua kwamba mtoto anaiga tabia au maadili kutoka kwa jamii. Kwa kumbe jamii kama jamii inatakiwa iendeleze au iimarishi maadili mema ili mtoto au mwanafunzi aige hayo maadili mema ambayo yatamsaidia akiwa shuleni na hata akiwa katika jamii kiujumla. Lakini pia kuwe na ushirikiano baina ya walimu, wazazi na wanafunzi katika kuimarisha swala zima la kinidhamu. Wazazi washiriki katika mikutano ya shuleni ili kujua maendeleo ya mtoto wao, ashirikiane na walimu katika kufuatilia mienendo mizima ya mwanafunzi wao au mtoto wao. Lakini pia inatakiwa wazazi wahamasishe watoto wao katika kuheshimu sheria na taratibu aidha za shuleni au katika jamii. Tunajua kwamba mashuleni kuna sheria na kanuni ambazo zinawekwa kwa ajili ya kufuata mambo fulani, na katika jamii kuna sheria na misingi za jamii ambazo zimewekwa ili kutokiuka misingi fulani. Hivyo wazazi kama wazazi inatakiwa wahamasishe watoto wao katika kufuata sheria na kanuni zote zilizowekwa katika shule au katika jamii kiujumla. Asante sana. Na katika kuhitimisha kipindi chetu hichi, ningependa utoe neno lako kwa jamii, vile vile utoe wito kwa jamii. Nini kifanyike ili nidhamu izidi kukua kwa watoto wetu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kumalizia, ningependa kusema kwamba ni jukumu letu sote, shule kiujumla, wazazi, walimu na jamii kiujumla katika kuimarisha au kuboresha nidhamu ya wanafunzi. Tukishirikiana sisi zote tutaweza kujenga au kuzalisha kizazi kilicho bora chenye maadili, pia kizazi ambacho chenye ubora kabisa, na tutapandisha kiwango cha elimu na kupata viongozi bora wa baadaye. Hivyo inatakiwa sisi kama sisi jamii kiujumla, walimu na shule, tushirikiane sote pamoja katika kutatua matatizo na changamoto zote ambazo zinakumba swala zima la kinidhamu ya wanafunzi shuleni na katika jamii kiujumla. Asante sana mwalimu kwa maelezo yako ya kina. Asante sana kwa kunipa nafasi hii. Nawatakia watazamaji wote maendeleo mema katika kuimarisha nidhamu mashuleni na katika jamii kiujumla. Ndugu mtazamaji, na mpaka sasa tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Leo hii tulikuwa na mwalimu kutoka skuli ya St. Lugembe, mwalimu Nkwimba Mahega. Natumai tumejifunza sana na tumefaidika kuhusu nidhamu ya wanafunzi mashuleni. Asanteni sana na kwaherini mpaka kipindi kingine.